na haya mashambulizi yanayotokea dhidi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inathibitisha uwezo mkubwa alionao rais katika kusimamia misingi na maadili ya taifa lake, lakini katika kusimamia uhuru wa taifa, kwa sababu kazi kubwa ambayo rais wa nchi anakuwa nayo pamoja na mambo mengine ya maendeleo, lakini ni kuhakikisha zile tunu za taifa zinaendelea kusimama. Kwa hiyo matamshi ya Daktari Samia dhidi ya wanaharakati yalikuwa ni sahihi sana, na kwa kweli nadhani yalihitaji pia hata kuwa makali zaidi ya hapo, kwa sababu sisi tunafahamu kwa namna gani kupitia wanaharakati nchi mbalimbali duniani zimeanguka. Wote mtakuwa mnafahamu mkono na kalamu ya wanaharakati wabaya, kwa sababu kuna wanaharakati wazuri, lakini wanaharakati wabaya, namna ambavyo walisababisha machafuko makubwa pale Libya, namna ambavyo watu walikuwa wanaishi kwa maisha mazuri, ikaingia ndimi za wanaharakati, wakachochea umma, wakaonesha kwamba viongozi wao ni wabaya. Leo kila mmoja atakuwa anafahamu nini kiko Libya, ni zaidi ya jahanamu. Lakini watu watafahamu kilichotokea kuanzia mwaka 2010 kinajulikana kama Arab Spring, namna ambavyo kalamu ya wanaharakati wabaya walivyoshawishi mataifa mbalimbali ya Kiarabu kuwaonesha kwamba viongozi wao waliopo sio wazuri, wafanye mabadiliko ya kidemokrasia ili wapate mambo mazuri, kumbe nchi zile zinakwenda kuharibika. Ni mkono wa wanaharakati wale wanaotumia kalamu na ndimi zao vibaya kuchochea uasi katika nchi za wengine, lakini kuonesha kwamba uhuru ni vurugu, uhuru ni mataifa kutokuwa na msimamo, uhuru labda ni kila mtu kufanya anachokitaka katika nchi. Sasa dunia hakuna namna hiyo. Kwa hiyo ni kazi ya kiongozi wa nchi kusimamia uhuru wa taifa lake, lakini kuhakikisha kwamba hakuna anayetoka nje kuja kuvuruga amani ya taifa lake. Kwa hiyo Dr. Samia anazima cheche kabla ya moto, na hiyo ndio kazi ya kiongozi mzuri, kwamba lazima utizame moto na cheche za moto zinatokea wapi. Kwa hiyo kazi aliyoifanya Dr. Samia na ambaye anaendelea kuifanya ni kuzima cheche kabla ya moto kulipuka, kwamba matusi, kejeli, michoro na yote ambayo yanafanywa dhidi ya dhihaka Dr. Samia, kwanza ni kile alichokieleza, ni mwendelezo wa dalili za kwamba ni kizazi cha utovu wa nidhamu, lakini kiukweli sio harakati, kwa sababu nyinyi mtakuwa mnafahamu kwamba tumekuwa na wanaharakati wengi sana katika bara la Afrika na duniani, ukiwazungumza kina Malcolm X, ukiwazungumza kina Mandela, ukiwazungumza Mboya, ukiwazungumza kina Du Bois. Hawa walikuwa ni wanaharakati ambao wanapigania ustawi, si wanaharakati wanaokuja na mawazo ya kuzibomoa zile nchi. Sasa tofauti ya wanaharakati wa sasa unaowaona wa Kenya na wengine wako humu ndani kwetu na wanaharakati wa zamani, wakati wale walikuwa wanapigania ustawi wa mataifa yao na kuondosha udhuluma na ukoloni na unyonyaji, hawa wanaharakati wa sasa wanapigania unyonyaji uje ndani ya mataifa yetu. Wanapigania maadili mabaya na kuvunjika kwa misingi ya taifa letu. Wanapigania mambo kama ushoga. Mtaona wanaharakati wanasimama, watu wanapigania mpaka ushoga kwamba ni jambo la haki na nini, ambalo ni kinyume na maadili ya taifa letu. Sasa wanaharakati wa namna hii usipowakemea au wasipodhibitiwa, taifa haliwezi kwenda sawa sawa. Kwa hiyo hata hiki kinachofanywa na wanaharakati wa Kenya na wanaharakati wengine na baadhi ya watu hapa nchini ambao kidogo nao sidhani kama wanaelewa vizuri mambo, ni jambo lile ambalo nadhani ni aina fulani ya wenda wazimu ambao sioni kama inatija. Kwa hiyo Daktari Samia amechukua msimamo mzuri, na hii ndio hatua na ukomavu wa kiongozi yoyote ambaye analinda misingi ya taifa lake.